vitu vitafuata. Na nipeleka hili kwenye muziki. Wasanii wengi wamekuwa wakitoka kwenye rembo ama kwenye kazi za muziki wanaonekana kama kuonewa, yani mtu mkataba pengine uliwekwa kwamba leo unaingia sana, ukitaka kutoka ni 1 2 3. Lakini msanii anapotoka tunasikia mambo mengi, msanii anakuja anatafuta huruma kwa mashabiki ama watu inaonekana labda kama anaonewa ama things are not good. Mimi natamani kujua kwenye mikataba huko kunakuwa shida inakuwa ni nini hasa? Kwa ni msanii, ni management, msanii akusoma vizuri Kiingereza, what the problem? Shukrani sana kwa kujibu vizuri sana. Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kuna mambo mawili au matatu. Sababu tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi. Sio mwenyewe. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake. Haiwawezeshi wasanii. Kwa sana na kama ndugu yangu kama tumekubaliana hivi na hivi na hivi lakini ufanyike hivi. Hasa hivi toke. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka wanatoka kwenye lebo kwa sababu ushafikia kwenye mafanikio makubwa, wanaona sasa ilipo na lebo inashikutumishi vizuri, na mimi nitakaanzisha changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anataka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na jopo lake au na sheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, hamna ni makubaliano mengi. Kwa kama unahisi lebo kutendea yake, chukua na sheria yako, nenda mahakamani au nenda BASATA, taratibu zifuatwe, kulingana watu tutakubaliana hivi na hivi, lakini mkataba afanyike. Mnatakiwa niachiwe hivi kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki. Na wewe ambaye ushaona mafanikio makubwa, ushatengeneza fedha, pia una haki kutoka. Bwana tulikubaliana mimi nishapata mafanikio nitakutoka, natakiwa nilipe hiki. Sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi, ili niweze kufanya kazi yangu pembeni pote. Unajua kwa bahati mbaya zamani, nitakwambia kweli. Zamani hata nchi na walikuwa wanaongoza hawakuwa wana pengine kujua uhalisia sana wa kwenye muziki unafanyaje, kwenye in terms of watu wanaanza kufanyia kufikia wapi akapata nini na nini na nini. Kwa hiyo ilikuwa kama viongozi wakisikia kuna mwananchi analalamika lazima waone kwa nini huyu anaonewa. Nakumbuka analalamikiwa na kwa watu ambao bayani. Kwa lazima serikali au viongozi waone kama huyu anaonewa. Lakini tunashukuru serikali na hii ni wapongeze sana. Kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikutana na hizo mwanzo na nitumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kuelewesha kama jamani biashara zetu ziko hivi na hivi na hivi. Kwa kuna mtu kutoka kwenye hii, kuna mtu kutoka kwenye hii. Kwa mtu akija, msikilizeni muone kama na nyinyi mnaangalia kwa utokaje huyu hapana mwenye haki ni huyu. Kwa amekuwa akisaidia kuendesha hayo vizuri sana. Akaidi serikali upande mmoja eti kisa mkuu msanii na kutoka kwa au toke hapana. Sababu kile kama pale BASATA na special kama Dr. Mapana anampongeza sana, ni mtu ambaye anaelewa sana mambo ya muziki. Mtu ambaye anaelewa mikataba na biashara. Kwa ukifika pale kulingana na uhalisia wako, aidha kama msanii ana haki, msanii anapewa haki yake. Aidha kama lebo ina haki, lebo inapewa haki yake. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo wananchi lazima watambue na wafahamu ni biashara. Yaani watu wachangia, aidha tunajua msanii unajua kitakusaini mara kwanza anakuwa yeye atakusaini. Sisi tunarudisha watu na kibao pale. Chakuja mtu anatakusaini mimi saini tuambia kaita familia yako ita mzazi wako. Sipa sasa mpaka tunarekodi kabisa saini. Mimi na bibi mkuu alikuwa pembeni. Fulani nimesaini mkataba huu. Nimeridhika, nimeusoma, nimeingiza na sheria yao kwa pembeni. Ili baadaye mtu asiseme kama unajua hiyo kibinadamu. Lakini uhalisia ni kwamba inakuwa ni mikataba ya kibiashara na sio kama lengo kimsingi na kweli wanakuwa mtu lake angeweza kuipeleka hapa kwenye kulima mahindi, kwenye kuvuna mchele,
Lakini mtu anaona kama wacha niekezee kwenye muziki. Kwa sasa naye sio kwa sababu kawekeza akawa pia na makosa anafanya akumsaidia kitaka kutoka au akitaka kuleta bilingi ya mwanamsanii tatizo hapana. Kwa sisi kama lebo tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Na mimi nikiudi sasa sisi kama wanamuziki tunatakiwa tufanye majukumu yetu. Ili inapofikia tu kama mkataba kama mtu anakufa nje yake, taratibu ifuate kama lebo anatakiwa kumlipa msanii au kama msanii anataka kulipa lebo, kile tumeshakesha vizuri. Sasa pia wananchi wanatakiwa walielewe hilo. Na sisi kama wana muziki, lakini pia sisi kama lebo tunatokea Mlindi, kila mtu anataka kuwa nje. Unaelewa hivyo, kama anataka kuwa nje, unajua hivyo kibinadamu na unajua kibinadamu, kila mtu anakuonekana yeye pande yake ndio kaona. Kila mtu ana mimi niko sawa, mimi niko sawa. Akihitimishwa yote basata ndio kutoka hapo anaenda kwenye kama mahakamani wanamaliza pale pale. Watu wasikimbie sana kuhukumu watu mpaka baada ya basata wenyewe pamoja na mahakama kuona kama bwana tumekubaliana. Sawa. Diamond ni mmoja sana kuongelea masuala haya. Labda nikwambie kitu kimoja. Mkataba wa muziki na kupenda mifano kabisa. Kawaida ya muziki mkataba ile investment yako ukiiweka unatakiwa kwanza urudishe investment yako, alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara iko hivyo. Lakini Wasafi sawa. Yaani ilivyo kwanza. Hapa nikuwekea watu wasichokijua. Mkataba yote ya dunia hivi. Sio tu kwanza kurudisha mali. Unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki. Cha kwanza ilivyo, pesa imeingia milioni. Inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwanza. Kama nilikubaliana 50 chukua 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio leo kwa sababu ndio kunaelekea huko. Hata hiyo unasema kwamba wanataka wakata investment hiyo afanye na balombaya wale wamekana. Sasa ndio maana kaniweke ili kunipeleke vizuri, si ndio? Unaingia mkataba makubaliano 50-50, si ndio? Ina maana imeingia milioni. Katika milioni inaingia kwanza nachukua mimi 50 yangu, mimi ndio nimeinvest, nachukua 50 yangu. Alafu anairudisha hela ile ambayo investment ni wewe ile 50 yako, sio kwenye 50 yako. Sio umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani hivi. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje? Mkataba wa Wasafi ulivyo. Sawa? Imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa igegewe. Ukiangalia mpaka tukigawana ile 60 wenyewe, anapata faida nani? Mbona ungepole? Sio maneno mazuri. Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi hii biashara unachofanya kazi kama NGO, mbona umeandika Wasafi NGO ya Wasafi? Kwa sababu hakuna faida tunapata wao. Kwa sababu leo anakuja msanii ana hit. Nyimbo anapata hela. Anaanza kuchukua hela, sisi tumekaa pale uongozi tukomiza vichwa napata pasenti 5 au pasenti 10. Yeye kachukua 40. Tumemtoa huko. Haulishi yote hapa. Sasa inakuwa ni alafu mtu anatoka hapa anakulalamika. Sasa kuna msanii hapa Tanzania ameacha muziki kabisa. Alienda mtamtafuta wewe, mtamkumbuka mtamtafuta. Sitaji jina. Alienda kwenye level za nje. Akajua tutafanya hivi, akachukua hela. Baada ya kuchukua hela akaiona ni ya kwake. Kwenda kuinvest, akainvest kidogo ingine katumia. Baada ya kutoa kila jiko, watu wanachukua hela zao. 18 akachukua. 18. Anachukua 18. Lebo inachukua 82. Lebo inachukua 82. Kaacha muziki, kaona bwana acha muziki. Kwa sababu hamna cha. Sasa, kwa hiyo unatakiwa muelewe. Sisi tunapofanya kama Wasafi tunajaribu kukuza vipaji ili watu waende mbele. Hatutaki kumnyonya mtu wala labda niongeze. Matafati yani. Nadhani ukikaa na wasanii wao wenyewe wenye haki atazungumza. Wasafi, kama mimi Diamond, sitegemea wasanii yote. Wao wenyewe wanajua nguvu ambayo wanaweka kwao.
wanajua mapenzi naweka kwao, wanajua love naweka kwao, wanajua energy, fedha nazoweka kwao. Tumi tu naona kama ni ukijana katoka hapa, acha nimpushi familia, love. Sasa wakati mwingine na usafi sikudanganya, kuna mtu nimemtoza hela, unajua huyo kanivunjia adabu. Naona kama wewe nimekufanyia hiki na hiki afu unafanya hivi, nimekukosea wapi? Basi pata contract. Lakini watu wote ambao sikuishi nao, yani mtu ambao kwa sababu mimi sitegemei hela ya wanamuziki wa lebo. Wao wenyewe wanaelewa. Katika income zangu haifikia hata 0.1, 0.5 hela lebo. Wanaelewa wao. Mimi nachukua ndugu zangu, familia yangu. Yaani hii ni familia yangu. Ndio mtu akinikosea naumia, kweli au bila sababu. Na ndio maana unakuta mtu kama Mbosso, mimi sitaki nipata shingo, ndugu wangu, Mbosso tumeishi vizuri sana, ana discipline, ana adabu, nampenda, yani tumeheshimiana sana. Na sikudanganya kama ningetaka hata bilioni 2 ningechukua mbali. Unajua Mbosso anapata shilingi ngapi? Milioni 50 choma. Kwa katika milioni 50 kama na 60 pesa na maya langu pale ni 30. Na kiasi usoma na show. Kuna maana zile sasa zangu ziko nasoma. Lakini mdogo wangu mimi nakupenda, tumeishi vizuri, tunaheshimu, hatuja kugombana, hatuja kupishana. Kwa nini wewe sasa hivi ushafikia hatua ambapo unaweza kufanya jambo? Kwa nini kule mbaya? Kama umeamini unaweza kuanza vizuri, sawa. Kwa mbele za basi na burizi, na kwa basi yeye kuja uko tayari Mbosso mwingi sasa. Mdogo zangu nataka nifanye kama mdogo wangu. Mimi sitaki kumwona wako bana. Mimi tumeishi vizuri, mambo vizuri. Lava hakunifuata kuniomba mimi nataka kutoka. Nilimpigia simu Kim, nikamwambia Kim, ongea na Lava kama angependa naye kuanza kujisimamia, mwambie aje nimpeleleze. Lava ni miongoni mwa wadogo zangu ambao wanajua yeye anajua anapenda. Na watu wengi wanatengeneza kwa mtazamo kwamba lebo ya Safi haimpushi si Lava. Hapana. Unajua sisi tunafanya kadi Mwenyezi Mungu atubariki. Lakini mengine ni ya Mwenyezi Mungu. Lazima mtu kampushi kadi unaweza kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona pana, atakuwa hapa afu baadaye ndivyo. Hata ufanyeje? Haiwezi kuwa mnachotaka nini? Kijana na talent Lava, anaimba vizuri, yani anajiudi, anaweza creative, anajituma. Nilikuwa na nyumbani pia jana. Lava nilikuwa na mara nyingi sana watu wasichokijua. Nikamwambia Kim kama Lava pia kama yuko ameisha kwa sababu anataka naye pia kusimamia, aje wangu utampa free release na nimesha vizuri. Hajapo nivunje heshima Lava, hajapo nimsaidia. Tumeishi kwa kupendana, kwa kubebana kwenye hali na mali. Wakaja Lava, kazungumza naye kwa ndugu wangu, mimi nakupenda, sitaki kunipata shida. Mungu tayari basi nikamwambia kingine, nikamwambia licha tu hivyo, lakini kama baba yako pia nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanya project zako. Sio unanielewa? Nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanyia project zako kama mchango wangu mimi kwa wewe. Tumeshavala karibu miaka 8 sasa hivi. Sasa mtoza nini? Ndio kuvunja heshima, ndio kusana adabu, ndio kwa. Sasa wasanii pia hiyo waangalie, unajua ilivyo makubaliano ni namna ya kuishi tu watu. Alafu tu mikataba sio issue ya big deal. Ila ukitaka kujifanya wewe kibri, watakuleta jeuri. Bongo Trendy TV.